Mtazamaji wa Mwananchi Digital, karibu kwenye mahojiano mafupi na mchezaji wa JKT Tanzania. Leo amecheza kama beki namba 3 kwenye mchezo wa ligi kuu kati ya Simba dhidi ya timu yao ya JKT Tanzania, kwa JKT kupoteza kwa bao 1-0. Lakini yeye ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri na wameperform vizuri. Si mwingine ni anaitwa Karim Bakiri. Karim Bakiri ni msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu ya Tanzania. Bila shaka. Unajisikiaje kucheza ligi kuu ya Tanzania bari? Kikawaida najisikia vizuri kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu kucheza ligi kuu. Kwa hiyo najisikia furaha sana kucheza ligi kuu. Umeionaje ukilinganisha na championship ambapo umecheza kwenye timu ya Mbuni pia Biashara United? Unajua ligi kuu ni level ya mwisho kabisa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ni ligi ngumu ambayo inahitaji mtu ambaye aliotimia kabisa. Kama hujatimia huwezi kuja kucheza vizuri. Kwa hiyo kama ukitimia basi utacheza vizuri. Ulicheza vizuri hata kwenye mechi kubwa dhidi ya Young Africans ambao pia ilichezwa hapa na Young Africans hawakuondoka na chochote, lakini pia nyie mlitoka sare bila kufungana. Lakini pia hii leo umeonyesha kiwango kizuri dhidi ya Simba Sports Club. Maandalizi yako kwenye mechi kama hizi, kwa sababu mechi kucheza na Simba na Yanga na Azam ni mechi kubwa ambazo zinaenda kuuza jina lako, huwa unajipangaje kama mchezaji? Mimi kama mchezaji, cha kwanza najiandaa tu vizuri, nasikiliza maagizo ya mwalimu, ndio kitu ambacho kikubwa ambacho nakifanya, kwa sababu mimi ni mgeni kwenye ligi. Kwa hiyo nasikiliza sana maagizo ya mwalimu ili niweze kufanya vizuri zaidi. Maandalizi yako wewe kama mchezaji ukiachana na maagizo ambayo unapewa na kocha? Maandalizi yangu nahakikisha tunafanya vizuri na kupumzika mapema, kwa sababu ni mechi kubwa, kuna watu ambao wana experience na ni wachezaji wakubwa wazuri. Kwa hiyo lazima nijiandae mwenyewe vizuri kabisa. Wewe unaangalia kwenye kikosi cha Simba pale kuna mawinga wakali na wenye uwezo mkubwa. Kitu gani huwa unawazaga kinatokeaga kwenye akili yako ukisikia unaenda kuface Simba au kuiface? Yani nikisikia kama naenda kukutana na Simba najua naenda kukutana na wachezaji wazuri kama vile akina Kibu Denis, wana nguvu, wana power. Kwa hiyo natuliza sana akili ili niweze kukabiliana nao. Kuna siri gani kati ya kupumzika mapema na mchezaji kufanya vizuri? Kwa sababu wengi wanasema huwa najiandaa vizuri, napumzika mapema hivyo. Unajua kupumzika ni moja ya kulikava mwili vizuri. Kwa hiyo ni vizuri kabisa ni kupumzika mapema ili ujiandae kucheza mechi. Yeah. Huwa unazungumzaga nini na mabeki wenzako kabla ya mechi mkielekea kucheza kwenye mechi kubwa kama hizi? Mara nyingi mimi ndo waga wananielekeza, so mimi mimi ndo niwaelekeze wao, kwa sababu ni watu wazima. Kwa hiyo mara nyingi wananiweka karibu na nasikiliza kitu ambacho wananiambia ili niweze kufanya vizuri. Kwa mfano hii leo umecheza dhidi ya Simba, mchezaji gani kwenu au kwa upande wako alikuwa ni mgumu sana na ulikuwa ukiwaza sana kwenye mechi ya leo, nikikutana na yule inakuwaje, natakiwa kufanya nini? Mtu ambaye nilikuwa namhofia kidogo ni Kibu Denis. Kwa sababu ana nguvu, anakimbia. Kwa ni mtu ambao alikuwa nikikaa najua kwamba kesho nikikutana na huyo mtu kazi itakuwepo. Ila kwa sababu mwenyewe mchezaji sikuweza kuwaza hivyo, lakini iko kitu ambacho kilikuwa kichwani kwangu. Kwenye ligi kuu ya Tanzania nani unamuona ni mtu wako wa mfano, tunasemaga role model? Unatamani kuwa na kiwango kama chake ambacho amekifanya kwenye ligi kuu makubwa ambayo ameyafanya kwenye ligi kuu ya Tanzania? Nafasi unayocheza. Kwa kwenye ligi kuu napenda sana kuwa kama Mohamed Hussein au Pascal Msindu, ni watu ambao mimi wananivutia kwa sababu ni wamenitangulia, wana mafanikio na uaga naangalia wanavyocheza. Kuna vitu najifunza kutoka kwao. Mohamed Hussein ni mmoja kati ya beki ambaye yuko pia kwenye timu ya taifa na pia yuko kwenye klabu ya Simba. Kitu gani huwa unakijifunza sana? Ana miaka mingi sana kwenye timu ya taifa pia. Kuna vitu vingi najifunza. Of course inasemekana kwamba ni mtu ambaye anajitunza sana na anafanya sana mazoezi, na mimi ndo huaga na mimi nafuata hizo nyayo. Wewe unajitunza? Bila shaka. Unajitunzaje? Anajitunza tu kawaida. Unakula vizuri? Nakula vizuri, napumzika mapema, ndio hivyo. Unatamani siku moja kucheza kwenye klabu kubwa za Tanzania, Simba, Yanga, Azam, ambazo mara nyingi huwa zinamaliza kwenye nafasi za 3 za juu za ligi? Hiyo kwa mchezaji yoyote ambaye anacheza kwenye ligi yetu katika timu ndogo anatamani kucheza katika hizo timu. Kwa hiyo hata mimi pia natamani sana kuja kucheza katika hizo timu. Wewe pamoja na Wilson Nangu ni wachezaji ambao umetoka championship, mmekuja kucheza. Huo ndo msimu wa kwanza kwenye ligi kuu ya Tanzania. Huo mkikaaga target mnapigaga story gani? Sababu Mbuni na TMA sio mbali. Waga ndo tunapeana tu ushauri, yani bwana tunatakiwa tuonyeshe, tuaminishe watu waliotuamini. Kwa hiyo lazima tupambane sana. Ndio kitu ambacho mara nyingi tunakiongea tukiwa tumekaa.
Umesikia Biashara United timu yako ya zamani imeshuka daraja na itacheza First League msimu ujao? Nimesikia, binafsi imeniumiza lakini ndio hivyo. Imeweza kushuka, kwa hiyo watajipanga vizuri na mimi watarudi tena Championship. Unajiona wapi kwenye miaka 5 mbele? Kifupi najitabiria makubwa sana, najiona katika level nyingine. Na mimi nitacheza nje ya mipaka ya Tanzania. Unashabikia timu gani nje ya ligi ya Tanzania? Ulaya, Bundesliga. Huko Ulaya mimi ni Man City. Shabiki wa Man City. Nani unamkubali pale? Pale namkubali sana. Waje ukaanza kushabikia Man City? Hamna, waga tunafuatilia tu mpira Ulaya. Kwa hiyo waga nakiangalia na najifunza vitu vingi katika hiyo timu. Nani kwako ni role model pale? Pale mimi nampenda winga mmoja anaitwa Doku. Mimi shabiki wa Man City. Basi sasa tutakuwa pamoja. Umesikia swali? Umecheza mechi na Simba na Yanga pamoja na Azam. Tofauti uko wapi kucheza mechi hizo kubwa na kucheza na timu zingine? Mimi nimecheza mechi 2 kubwa tu ya Simba na Yanga, ila Azam sijacheza. Tofauti wao ukoje? Utofauti sio mkubwa sana kwa sababu wachezaji wao na wachezaji wazuri wengi. Kwa hiyo ni utofauti wao sio mkubwa sana. Kucheza na Simba na Yanga ni rahisi kuliko kucheza na labda kucheza na Pamba na Mungo. Kwa mimi naona tukicheza na timu kubwa hivi ni rahisi kuliko tunavyocheza na timu ndogo, kwa sababu timu ndogo tunakuwa tunakamiana sana, tofauti tukicheza na timu kubwa. Timu kubwa mnatumia akili sana. Timu kubwa kwa sababu tunakutana na wachezaji experience, kwa hiyo hawatumii sana nguvu, tofauti na tukikutana wenyewe kwa wenyewe timu ndogo. Kwa hiyo tukikutana na timu kubwa kidogo inakuwa kawaida, tofauti kukutana na timu ndogo kama vile nini Kagera. Tukikutana na kwao inakuwa ni bato kabisa. Pakome na Mpanzu. Mawinga. Timu 2 kubwa Tanzania. Bwana. Kwa kifupi hapo Mpanzu yupo vizuri sana. Mpanzu Mpanzu kwa vizuri. Bila shaka.